tumtoe Sheikh Kundecha, tumweke mzee Kundecha ambaye anatumia wasaa wake kukaa labda na familia, watoto wake na wajukuu zake kwa mfano wa huo. Ndio. Jambo gani ambalo linakupa furaha sana, linakufurahisha ukiwa na familia yako ama wakati mwingine ukiwa mwenyewe? Alhamdulillah, ni mshukuru Mwenyezi Mungu amenijalia ni mzee Kundecha mwenye familia ya watoto 10. Mashaallah. Familia ya watoto 10 nikiwa na wake 2. Mashaallah. Na hii ilitokana, mimi nilikuwa na mke wangu wa kwanza, nikabahatika kupata naye mtoto wa kwanza akafariki. Nikapata mtoto wa pili akafariki. Nikapata mtoto wa tatu akafariki mke wangu, akabaki yule mtoto. Nikakaa na yule mtoto baada ya miezi kama miaka 5 hivi, naye akafariki. Pole sana. Sasa ku replace jambo hilo ikanilazimu kuoa wake 2 kwa mpigo ili niweze kukava kidogo. Maana wakati huo sasa mimi nimeshakuwa mtu mzima. Wewe fikiria, mtoto wangu wa kwanza baada ya yule kufariki nimeanza kumpata na mimi nikiwa na miaka 40. Umeona sasa kukava hiyo nafasi, unajua ni vizuri ukalea watoto bado ukiwa una nguvu. Unaweza kurekebisha, unaweza kuwafuatilia, unaweza kuwasaidia. Lakini nikumbuke kitu kimoja, sisi tulihamasisha Waislamu wajenge shule. Lakini shule ni za kulipia. Ilikuwa ni kichekesho kuona sisi tulihamasisha watu wajenge shule alafu watoto wetu tuwapeleke. Lazima tuwapeleke shule. Na shule zile ni za kulipia. Kwa hivyo ilikuwa ni lazima ujipange vizuri namna ya umudu zile gharama za kulipia. Lakini wewe usiwe wa kwanza katika watu ambao hawatalipa shule. Manake wewe utakuwa wa kwanza utakwamisha zile jitihada nzuri. Kwa hivyo nashukuru alhamdulillah, Mungu akijalia familia hiyo vijana alhamdulillah watu wamekuwa vizuri sana. Kijana wangu wa mwisho yuko darasa la 7. Mashaallah. Kijana wangu wa kwanza ameshamaliza master degree. Mashaallah. Kwa hivyo ni jambo la kufurahisha kwa kweli, jambo la kufurahisha. Fahari ukiwaona hivi. Sema alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Lakini pia na wao wote wanafurahia kuwa katika kina Kundecha. Tunachofurahia sasa limekuwa sio jina la Tabora tu, limekuwa jina la kitaifa sasa. Kabisa. Kwa hivyo hata watoto na wao wanalifurahia sasa. Unadhani wanajivunia nini kuwa na wewe? Kwa kweli ninachoweza kusema kwa watoto wangu, mimi naishi na watoto wangu kama marafiki. Mashaallah. Nikiwa nao hivi ngumu kujua kama mimi ni baba yao. Ni ngumu sana kujua kama mimi ni baba yao. Tunaishi kirafiki sana kiasi kwamba wako tayari kufanyia kazi maagizo yangu, lakini wangelipenda kuwa kama mimi. Wangelipenda kuwa kama mimi, lakini ninachowaambia, bahati yenu mbaya moja tu, muda niliopitia mimi sio muda mnaopitia ni changamoto nilizokabiliana nazo nyinyi sio zile mnazokabiliana nayo nyinyi. Sisi wakati tunasoma, nakumbuka wakati huo tunasoma Tabora dini, ukihitaji kitabu cha kusomea cha dini, nakumbuka tulikuwa tunasoma sarfa pale Tabora, kitabu alikuwa nacho mtu huyu mmoja peke yake. Kazi yetu kwenda kwake kuandika, tunanukuu, tunaandika ndio tukasome. Tunaandika ndio tukasome. Wakati huo bado photocopy sio utamaduni uliopo, bado ni photocopy ngumu sana kuzipata. Kwa hivyo tunakwenda kuandika na mikono. Ni tofauti na leo, watu ukienda shuleni kitabu unakikuta shuleni, unakikuta madrasa. Kwa hivyo sisi tulisoma kwenye hali ngumu kidogo na kuonekana hasa. Lakini pia mahitaji ya ulimwengu yamebadilika sana. Mahitaji ya sasa yamebadilika sana kulinganisha na mahitaji yale ya zamani. Kwa hivyo nashukuru, wanajitahidi. Sijafanikiwa vizuri kumpata mtoto ambaye anaweza kuwa Sheikh Kundecha katika watoto wangu. Hakuna hata mmoja. Siwezi kusema hakuna hata mmoja. Wamesoma vizuri,
Sasa watoto wa kike wamesoma vizuri. Mashaallah. Kwa mfano binti yangu wa kwanza Humaida amesoma vizuri, hata masomo yake amekwenda kumalizia Sudani. Amesoma Sudani vizuri, lakini sasa ni mwanamke, humtaraji kumpa kazi hizi ambazo tunaweza kuzifanya. Pengine tutarajie huyu wa darasa la 7 labda anaweza akaja akashika kijiti. Bado wengine hawa nao bado wanakuwa inshallah. Nafikiri katika wao unaweza kumpata Kundecha Junior. Tunamhitaji Kundecha mwingine katika harakati zetu. Sheikh, unadhani ukiwa haupo, ndio nje ya familia, watu wako wa karibu wanazungumza nini kukuhusu? Wanasema nini nyuma ya mgongo wako? Swali hili lilikuwa zuri kwao kuliko kwangu. Isipokuwa naweza kusema kitu kimoja. Kama nilivyosema awali, kuna watu wanaona Kundecha, mbona umebadilika siku hizi? Mbona zile harakati ulizokuwa ukifanya zamani mbona hatuzioni? Kwa nini hufanyi hiki? Na mimi majibu wangu kwamba awamu mbadilika, mambo yamebadilika, msimu mbadilika. Tunafanya kazi za aina nyingine. Tunafanya kazi za aina nyingine ambazo zinaweza zikawa zina tija zaidi kama zile za mwanzo au zaidi ya mwanzo. Lakini nachoweza kusema kwenye eneo hilo lingine, kwa maana walio nje na mimi naamini bado wanaamini tunayo nafasi ya kushirikiana kufanya kazi pamoja. Kwa sababu nimeendelewa kuaminiwa kwenye maeneo mengi ya kiutendaji. Kwa mfano katika harakati za kielimu hizi za kisekula, mimi ni katika viongozi nilikuwa kiongozi katika Islamic Education Panel. Kama panel inashughulikia na elimu kwa Waislamu na hasa kwenye sekula, namna gani tutahakikisha itakuwa. Lakini pia nimeendelea kuwa kiongozi hata baada ya hiyo kubadilika, kuja TISTA, Tanzania Islamic Study Teachers Association. Kwenye TISTA pia nimekuwa ni kiongozi. Kwa hivyo naamini wenzangu bado wananiona, wananiamini kwamba naweza kufanya jambo la namna fulani na mchango katika kazi zetu. Tukikupa nafasi, naam, ikiwa haitaweza kutokea, ndio, lakini ingekuwa kama nafasi inapatikana ya kurudi miaka 20 nyuma, ndio, unadhani ungebadilisha nini katika historia ya Kundecha? Kama ungenipa nafasi ya miaka 20 nyuma, hapo umekusudia miaka 20 ya kwangu au miaka 20 tu kutoka leo? Miaka 20 kutoka leo. Miaka 20 ya kutoka leo. Sina hakika kama ningelikutana na mazingira gani, kama ni mazingira ya miaka 20 iliyopita au ingelikuwa miaka 20 ya sasa, kwa sababu miaka 20 iliyopita nilikuwa bado mwajiriwa nafanya kazi ya ualimu. Ningerudi kipindi hicho, nafikiri ningeimarisha zaidi eneo langu la ualimu, na hasa watayarisha vijana ambao wangeweza kuchukua majukumu katika harakati ngumu za Kiislamu zilizopo hapa, katika namna nzuri inayofaa, hasa kwa kuzingatia hichi ninachokiona leo. Umeelewa vizuri kwa sababu hichi ninachokiona leo kinahitaji Waislamu walio na uelewa mpana, wanaijua sana dini yao, wanaijua sana dunia yao, ili waende sambamba na hali halisi ilivyo sasa. Kwa hivyo ningeimarisha sana jambo hilo ili kumfanya mtu ambaye leo angeweza kufanya kazi kwa namna nzuri sana.